Hali gani mtazamaji wa Force News Tanzania, karibu katika siku nyingine tena ya kuyaangazia magazeti yaliyotufikia mezani kwetu. Leo ikiwa ni Aprili 19, 2026, siku nzuri ya Jumapili. Asubuhi hii tupo tayari kukuletea yale ambayo wahariri wameyaona katika nyanja mbalimbali ikiwemo za kisiasa, kijamii, kiuchumi na hata michezo na burudani. Mimi ni Justin Kosan, nikiwa nimepewa nguvu na sabuni ya Waka Waka. Sabuni hii imetengenezwa kwa vitamini C pamoja na vitamini B6 kwa ajili ya kuweza kuilinda ngozi yako dhidi ya changamoto mbalimbali ikiwemo harara, utangotango, madoa pamoja na miwasho ya ngozi. Waka Waka unaweza kuipata katika duka lolote ambalo lipo karibu yako kwa bei nafuu kabisa. Nenda kanunue sasa, uanze kutumia, ujione matokeo yake. Moja kwa moja tuanze kuyaangazia yaliyoandikwa magazetini leo, nikianza na gazeti Mwananchi Tanzania. Ukurasa wa mbele umeandika sababu Ado kubanwa na wabunge wa CCM. Mbunge huyo kutoka chama cha ACT Wazalendo alibanwa baada ya kugusia hoja ya katiba mpya wakati akichangia makadirio ya bajeti ya ofisi ya waziri mkuu, pia alipoeleza matukio ya watu kupotea na kutekwa. Habari ipo kurasa wa 4. Lakini hizi hapa nauli mpya. Hii ni habari nyingine ambayo imeandikwa katika ukurasa wa pili ikionyesha nauli za daladala mpya mjini, umbali wa njia usiozidi kilomita 10, ambayo bei ya zamani ilikuwa 600 kwa sasa ni 700. Lakini kilomita 11 mpaka 15 ambapo bei ya zamani ilikuwa 700 kwa sasa ni 800, na kilomita 16 mpaka 20 ambayo zamani bei ilikuwa 800 kwa sasa ni 900, na kilomita 21 mpaka 25 bei iliyokuwepo 900 kwa sasa ni shilingi 1000. Lakini kilomita 26 mpaka 30 bei ilikuwa 1300 kwa sasa ni 1200, na kilomita 31 mpaka 35 ambapo bei ilikuwa ni 1300 pia sasa hivi ni 1400, na ile ilikuwa 1400 na sasa ni 1500. Ni makadirio ya kiasi cha shilingi 100 ndicho ambacho kimeongezeka kutoka bei za zamani mpaka hivi sasa hizi mpya. Sawa, habari hii tutakwenda kuisoma zaidi katika ukurasa wa pili. Lakini malezi utotoni yanavyoathiri maisha ya ndoa ukubwani. Hii ni habari ambayo ipo ukurasa wa 12. Tanzania yawaita wa Marekani kuwekeza katika madini na kilimo. Hii ni habari ambayo ipo ukurasa wa 6. Tukiachana na habari hiyo, kuna habari nyingine ambayo inasema mkakati wa kurasimisha mama na babalishe, CAG Zanzibar kutumia AI ukaguzi wa fedha za umma. Ndivyo ambavyo gazeti Mwananchi Tanzania limeandika hivyo katika ukurasa wake wa mbele. Nikiachana gazeti Mwananchi Tanzania na kamata gazeti Zanzibar Leo. Habari kubwa hapa ni CAG Zanzibar pamoja na India kushirikiana. Dr. Mkuya asema ZFDA endeleeni kuzikabili changamoto. Serikali yapokea hundi ya shilingi milioni 500 ujenzi wa vituo vya kulea watoto. Lakini serikali kuja na mpango wa kilimo chenye tija. Hii ni habari nyingine ambayo ipo ndani ya gazeti hili la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Lakini kuna habari picha, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemedi Suleiman Abdullah akiwa ameshiriki mashindano ya bunge marathon yaliyofanyika jana katika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma. Na hapa ziko picha mbalimbali pia. Namuona spika wa bunge Zungu yupo hapa, lakini kuna baadhi ya mawaziri, muona Mwana FA naibu waziri wa michezo naye pia yuko hapa. Sawa, nikiachana gazeti Zanzibar Leo sasa nakamata gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari kubwa ni neema ya mikopo vijana na wajasiriamali kutengewa madirisha maalum kuanza miezi 6 ijayo. Dr. Mwigulu aguswa mchango wa wanawake ukuaji uchumi. Lakini Dr. Hosea asema tume ni daraja la kuvuka maumivu ya uchaguzi. Ratiba mpya ya SGR yatangazwa, safari Dar Morogoro zaanzishwa. Lakini Watanzania 1000 waitwa ajira upishi Oman. Ni habari ambayo ipo kurasa wa 5. Inasema mshahara hadi milioni 3.5, gharama zote kugharamiwa na mwajiri. Sawa, lakini tukiachana na habari hiyo, kuna habari nyingine hapa inasema Samia kuzindua meli ya kihistoria ya uvuvi. Habari ipo kurasa wa 19. Lakini ukurasa wa 3 umeandika bunge lataka mageuzi mfumo wa ajira mtandaoni, na bilioni 127.7 za peleka umeme vijijini Mwanza. Gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye limeandika hivyo. Nikitoka katika gazeti hili la Habari Leo na kamata gazeti Mzalendo.
ambapo hii leo lenyewe limeandika hapa, Hosea asema tume ya Jaji Chande imetuliza nchi, asema Tanzania wanaifuatilia kwa karibu, ampongeza Rais Samia kuiunda. Dr. Edward Hosea kuna kauli yake hapa, anasema hali ya migogoro na kutokubaliana si jambo la Tanzania pekee, bali ni hali halisi ya dunia sasa. Kilicho muhimu ni namna taifa inavyokabiliana na changamoto hizo. Sawa, habari ipo kurasa wa pili. Lakini Mwigulu asifu nguvu ya wanawake kuinua uchumi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewapongeza wanawake nchini kutokana na mchango mkubwa wanaotoa katika kukuza uchumi wao. Habari ipo kurasa wa pili. Lakini fursa nje mkutano wa wabunge 2000 IPU. LATRA yatoa mwongozo wa nauli mpya za usafiri, sema na waziri ya mnasa mmoja unyenyesaji wa kijinsia. Lakini ajenda maridhiano ya kitaifa gumzo kila kona. Gazeti la Mzalendo limeandika hivyo katika siku hii ya leo, na linanipa wasa kuangazia habari za michezo na burudani, ambapo hapa moja kwa moja nalikamata gazeti la Mwanaspoti katika michezo na burudani. Lenyewe limependezeshwa hapa kwa habari kubwa inayoandika Simba kuna mawili, Beka azungumza aifungia Booster Namungo, ambayo ndio mechi yao ya leo watakayocheza majira ya saa 10 jioni katika dimba la Majaliwa pale Lindi. Kumbuka hivi sasa Simba yuko na alama 39 akiwa nyuma ya Young Africans mwenye alama 47. Sawa, leo ni Super Sunday huko EPL. Man City atakuwa kiwasha dhidi ya Arsenal majira ya saa 12:30 jioni. Bonge la mechi ile rafiki yangu usikose. Lakini Wingham Gambia atajwa Yanga SC, ni habari ambayo ipo kurasa wa pili. Unamkumbuka Matonya? Soma ndani ili uweze kumjua zaidi. Lakini Mbappe ashushiwa lawama Madrid, issue ya Chobwedo na TRA United iko hivi. Gazeti Mwanaspoti limeandika hivyo katika ukurasa wake wa mbele wa michezo. Lakini gazeti la Habari Leo katika ukurasa wa nyuma limeandika Mwigulu na Ulega wafagilia barabara za AFCON 2027, Fountain Gate yatakata, Simba kula korosho leo. Miss World Tanzania kuzawadiwa milioni 100, lakini Joshua ajifua na mpinzani wake. Habari ipo kurasa wa 22. Serengeti Girls kanyaga twende, ni habari ambayo ipo kurasa wa 23. Gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe limeandika hivyo. Na gazeti la Mzalendo katika ukurasa wa nyuma wa michezo na burudani limeandika hapa, Simba ipigia hesabu hizi Namungo, Abdullah ataka michezo itumike kulinda amani ya nchi. Lakini kumekucha knockout ya mama, na kuna habari nyingine hapa inasema Serengeti Girls na Botswana hapa toshi leo. Sawa, bondia Tyson Fury na kutesa kwa zamu. Lakini Man City na Arsenal mechi ya ubingwa na heshima. Sawa, kuna habari picha hapa inaonyesha makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemedi Suleiman Abdullah akiwaongoza viongozi na wanamichezo kutoka mikoa mbalimbali nchini katika matembezi ya Bunge Marathon 2026 yaliyofanyika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma jana. Sawa, gazeti Mzalendo limeandika hivyo katika ukurasa wa michezo na burudani. Lakini gazeti la Zanzibar Leo ukurasa wa nyuma ule wa michezo lenyewe limeandika Hemedi asema mashindano ya Bunge Marathon yaimarisha ushirikiano. Lakini Dr. Pembe aitaka Basif kuandaa matamasha ya ndani. New King yajipanga kuifunga JKU. Lakini Gamondi kuwanoa makocha ligi kuu Zanzibar. Sawa, gazeti Zanzibar Leo kurasa wa nyuma limeandika hivyo na linanipa wasa kuhitimisha katika yale ambayo yameandikwa kwenye magazeti ya siku hii ya leo. Bila shaka mtazamaji umeweza kupata taarifa mbalimbali nimekupitisha katika kurasa za mbele, pasi na kusahau kurasa za nyuma ambazo ni mahususi kwa habari za michezo na burudani. Mimi ni Justin Kosan, nilikuwa nimepewa nguvu na sabuni ya Wakawaka ambayo ni kiboko ya harara, tango, miwasho ya ngozi pamoja na madoa. Wakawaka ng'ara kila siku. Nikutakie Jumapili njema. Asante na kwaheri.